Hujambo na karibu. Mnamo Machi 27 mwaka 2025, jamii ya wadi ya Uthiru ilikusanyika kwa ajili ya shughuli muhimu ya usafi iliyolenga kukuza uhifadhi wa mazingira na usafi wa umma. Tukio hili lililofanyika Dagoreti, wadi ya Uthiru, lilianza katika mzunguko wa Ilri, ikiwa kama eneo la mkutano kwa washiriki wote. Ningependa kuchukua nafasi kusema asanteni. Tunakaribisha wale wageni wetu wametoka other wards. Tunasema hiyo ni njia tunataka kusaidiane. Ukituhitaji tunakuja huko. Sisi tunahitaji mkikuja huko itakuwa ni rahisi. Nataka tukishikana sisi wote inakuwa ni kazi yetu. Pia napenda kushukuru pia mzee wetu ametupatia support nyingi sana. Tuendelee kushikana mkono. Sasa hivi tunajua challenge ya kazi tuko nayo. Area yetu ni kubwa. Na tusipotumia hiyo mbinu yenye iko kufanya hii cleanups, ningependa kuendelea kushukuru. We can do monthly cleanups. To encourage monthly cleanups. Kwa part of us itakuwa ni nzuri. Na ile challenge ningeomba kuheshimiwa ni kwamba saa zingine tunakuwa na challenge ya magari. Hiyo sio nzuri kufanya usafi, clean up, takataka inawekwa hapo, inakuwa dumping site na hakuna gari. So please, environment team na mheshimiwa atatusaidia tuone kwamba ile siku tuko na clean up, hata kama kuna gari moja inahang mahali ikuje tusaidie. So and then the other thing, mheshimiwa labda atasema, ningeomba please, wengi wenu bado ni vijana wadogo, tupende kazi yetu. Kuwa na opportunity kufanya kazi ya county ni kitu ya maana sana. Najua kuna challenges ya delay ya mshahara nini na nini, lakini ningehimiza mvumilie. Ukivumilia mwishowe mambo itakuwa ni nzuri, mkiwa bora kazi yenu iwe sawa. Sasa hizi wafanyikazi unaona wazee kama hao wanaenda nyumbani. Hii wamezeeka hii. Group ya kina karibu wangapi? In the next 5 years itakuwa watu hawako. So you work hard, fanya kazi yenu, na kama wewe ni mwanafunzi bado mko mdogo, because most of you are at the age of our sons. Uende shule. Jioni ukipata mshahara kidogo, jisomeshe. Kesho utasikia umekuwa na accountant. Nilikuwa na mwingine mheshimiwa huko Umwani, alikuwa ni sales collector. After some time mimi nakuta amekuwa accountant. So hii kazi ni mahali mnakuja mnavumilia mkiongeza ujuzi wenu. So nafikiri tungependa kujua hao wenye tuko hapa ni akina nane. Let's have the Green Army ya Uthiru. Wachukue mkono juu tujue ni akina nani wako hapa. Karibuni. And then the other team from Waithaka team. Yeah, and then Biruta. Very good. Asante. And then our CPO. Kuna CPO wenye hapo karibu. Okay, thank you. So mheshimiwa, ningependa kuchukua nafasi kuwaongelesha and then tujue way forward. Alafu nafikiri mtakuwa na mpangilio, tujue tutafanya, tusiende wote pamoja, pangane into 3. Unajua tumeanza late, lakini hata kama ni masaa machache, lakini tuwe na quality work. Tuende huko tufanye kazi haraka, tufanye kazi mzuri, and then environment, hakikisha zile vitu zinawekwa iwekwe mahali isikuwe dumping. Then next time wakati gari itakuja mwanzie hapo kuchukua. Asante na karibu mheshimiwa. Kabla niongee, ningeomba, unajua bado wako na mashida zao. Mmoja tu akuje na bado kifagio. Akuje bado. Unajua ni vizuri hata saa nyingine kusikia vile maoni watu wako nayo. Kwa hivyo mmoja. Habari yenu kinami? Nyinyi ndio watumishi wetu pale na tunawaheshimu. Kwa kazi inakuanga kwenu sana kwa kijiji ambapo umepromise huyu kazi ambaye andiki, unajua inakuanga ni pressure. Kama saa hii kuna that lot ya kwanza ya Green Army mwisho. Watu hata kuna wale nimekutana nao wanaanza kuapply kazi. Kwa sababu hii ndio wanaona iko hichi. Ni ukweli ama? Kwa sababu hawako sure kama watakuwa confirmed. Unaona? Sio mheshimiwa, kazi kwenu. Watu wanajituma wako confirmed. Kama hiyo mheshimiwa, kazi kwenu, tafadhali
Green Army, mkue confirm amaje Green Army. Ni sawa, si mnajituma. Issue nyingine mwesh ni hiyo issue unatoa materials sasa. Tunaziweka inakuwa ni kama dumping site. Naona next time utaambia yule mama atoe hiyo kibanda ama atoe hiyo bridge yake tufagie, atakuwa na ile wasiwasi because tulitoa hiyo uchafu bado iko hapo, inakaa almost 1 week. Kesho kutwa utakuja kumwambia atoe, atatoa. Sisi backlash inakuwa kwetu pia. Kitu kingine, sasa ni rainy season. Wewe simu yako moja kwa Nguli Mwexi itafanya hii kazi. Hawa watu hawana raincoats. Angalia hata ukiona zimetoboka, wengine hata gumboots. I think kuna issue. Wacha na hii material kutuletea rain. Ndio rain itaingia kwa mtaro peke yake, itaingia na huyo mwili. So lazima wakuwe pia na at least magwanda ya kazi ya kuzia. Sawa? So another thing, najua mambo ya payment tulikuwa tumepromisiwa weekends, tulikuwa tumeambiwa tutafanywa kitu. Wacha lazima tuambie mheshimiwa pia, apart from kwenda kutangaza huko Europa. Mheshimiwa akuwe anajua mmejango ama hapana, mimi mmejango, si mnamwambia tu kweli huyu ni mwesha nanga ubaya, ataisambaza huko. Wewe super weekends. Alikuwa ameambiwa wakiendanga. Unajua kuna watu wanatokanga hapa Ubiu. Uko Tao, imagine wewe. Saa 9 usiku. Mnalipishwa ngapi? 150. 150 watu na wanalipwa bao shwali. Hawaizi maneno. Tuangalie huko. Mheshimiwa pia mnasema. Sasa mwe. Hiyo ndio yangu yote. Habari zenu. Kwa majina naitwa Kifagio. Wale watu wanaambiwa wamechukuliwa officially wakiwa watu wa usafi, ni mzuri waangaliwe kama ni watu ambao wanafanya kazi. Mishahara yao iangaliwe, ongezewe kidogo, na kila mtu na kiwango yake. Alafu kitu kingine, wakati tunafanya kazi ya kutoa takataka kwa mtaro, tungiomba tu kitu moja, kutoka hapa chini mpaka juu, viongozi wetu wakuwe communication mzuri na sisi. Hata sisi tukienda kufungua mitaro ni watufuatilie tu na lori, isikuwe wanatuambia lori iko na dola na sisi tunafungua mitaro huku juu. Tukishafagia tuweke takataka kwa barabara, next mvua inanyesha inarudisha tena wapi? Sasa community wanaanzia kusema enyewe tunafanya kazi, lakini nyinyi mnafanya kazi ya kuwekelea hapo alafu inarudi tena kwa mtaro. Hapo wajaribu tu kutuangalilia, na juu sisi tunaongeanga tukiwa chini na wao wanachukua ripoti wakiwa juu. Hapo wataenda wajadiliane ile tunaweza kuwa na lori itakuwa nini baba tubamba na sisi. Kitu kingine, wakati tunarauka asubuhi na mapema, ni watu tu kutuangalilia pale tunakutana, ndio tupange kazi. Hata hizi mngekuwa na kashai na mheshimiwa atakuja kulipa mwisho wa mwezi, ingekuwa mzuri sana. Tutapata morale ya nini? Tutapata morale ya nini? Umeanzia kufanya kazi ukiwa wewe mwenyewe tumbo iko na nini? Iko na joto. Kwa hivyo hata ungekuwa na ugali ya jana pale tuweke tu hiyo tukiendanga kazi, ingekuwa mzuri sana. Sababu pesa yetu tunapata ni kidogo sana. Unakuta saa nyingine mpaka kununua hiyo raji inakosekana. Tuko pamoja. Na kwa hiyo chache basi tutaachia mheshimiwa atuambie na yeye ametuplania nini. Tunajua huyu ni mtu wa maono na mambo mazuri. Lazima atuambie kitu ya kutufurahisha na ya kututia moyo. Kwa hiyo tumwachie nafasi atuambie mengi, tutakuja kumwambia tukiwa kikao pamoja na yeye. No, labda ni introduce our sub-county administrator. Karibu. Kabla hajaongea kuwa na kikao kidogo kuongea. This is our team from Udiru. We have a team from Waidaka. We also have a team from Riruta. Na kuna ma-CBOs pia wako hapa. So at least tunaongea kidogo tu kujua vile tutaendelea, na baada ya hapo tutagawana into 3 groups so that tuweze kufanya kupata project time. Nasema karibu. Asante sana ward admin wa mheshimiwa, watu wa Dagoretti South, hamjambo? God is good all the time. God is good. Leo si siku ya mambo mingi, karibu leo ni siku ya kazi, na masaa imeenda karibu naelekea saa 5 sasa tuweze kufanya kazi hii.
Kwanza ni kuwashukuru wale ambao wameweza kufika, wale masibio wa hapa na wale wa resident wa hapa ambao wamefika tuweze kung'arisha hapa. Usafi ni kitu cha maana na kazi ni kitu cha maana kabisa. So tuweze kuzingatia hiyo. Wale masibio ambao wako hapa, mjaribu sana mjaribu sana make sure that ile takataka ovyo ovyo haijakuwa. Umesikia mwenzangu hapa akisema maneno ya chai asubuhi, lakini yeye aliwekelea mheshimiwa. Mimi naweza waambia wale ambao wale wa Green Army plans ziko at a very advanced stage. Ile kitu mlilia Sunday, maneno ya PNP. Barua nilikuwa nimeongea na Malawi jana. Barua ilikuwa imeandikwa, ilikuwa imeenda kwa county secretary. Sasa akasema irudi kwa CC. Jaribu kumtafuta jana, sikupata. Hata nikitoka hapa tukipita hapa ndo niende nifuatilie hiyo. Kama ni maneno tumekuwa tukifuatilia. Unaona nilikuwa ile pande ile nilikuwa nimeandika barua. Yes. Make sure tuangalie nyinyi maneno ya PNP. Yeah. So it is umefanya kazi na muendelee kufanya kazi. Isipokuwa kuna wengine wenu ambaye wamekuwa wanapiga kona. Ndio napatia nyinyi jina mbaya. Kwa hiyo maneno ilikuwa imeanza kitambo. Hata last week Wednesday tulikuwa na governor, ile wiki ile last week Wednesday nilikuwa na governor. Akasema wengine wenu hamkuji kazi, wengine wenu mnakuwa watoro sana, hamuna ile nidhamu ya kazi. So ikikuwa mko namna hiyo, sasa wanasema kama saizi ndio wako hivyo kabla hawajaandikwa. Wakiandikwa itakuwa namna gani? So make sure because one thing itafanyika, itakuwa na kitu inaitwa suitability test. Itakuwa depend from ile report itakuwa imetoka kwa supervisor wenu. Semekana huyu kama ni Deno hapa ako namna gani? Si files itakuwa. So kama file yako imejaa mabarua, utakuwa na tashwishi kidogo. So make sure umekuja kazini, kwa sababu mimi napata reports kila siku. Hata leo by jioni nitakuwa nimepata watu wangapi walikuwa absent. So kama wewe uko absent leo, uko absent kesho, uko absent kila siku, then hiyo record ikienda kwa nini yako ndio utaanza kusema ati umeonewa. So make sure hata mkiandikwa, wewe mnaenda kuandikwa, continue tufanye kazi, kwa sababu ile tulikuwa tumeandikwa ni hii ambayo tuko hapa leo. Make sure Nairobi imeng'ara, hizi msimu wa mvua imeanza. Make sure that hakuna mtu atakuwa ameweza kusombwa na maji. Sasa that mtaro zote zimefunguliwa mzuri. So mimi na wish well tufanye hii kazi. Hope tools tumebeba za tools zililetwa. Tumebeba tools za kutosha tuweze kufanya kazi, na mkifanya kazi naona mheshimiwa nadhani ndio ameleta maji. So mimi nitaongeza kasoda. Hata ukienda nyumbani ndio uende kama uko na nguvu ya sukari kidogo. Sawa sawa. So kwa hayo Mungu awabariki, tuweze kufanya kazi. Wacha tusiharibishe mheshimiwa. God is good all the time. Ile kitu imenistua nyinyi ati sijiji Gen Z. Wakati ward admin alikuwa naongelesha hamna moral bana. Na nashido nyinyi ni young. What you are supposed to do is to do your best. Nimesikia ile mambo umeongea juu ya confirmation. I want to promise I am in the Labor and Welfare Committee, sub county admin. Hiyo tunashughulika. Alafu msiwe na wasiwasi. Wengine huwa nasikia naona wakiwa na wasiwasi. Sijui contract tunaelekea wapi? Halo, tunaelekea wapi? Nani atashughulika? Nani atakuuliza? Situongee ukweli, lazima saa nyingine tuelewange. Si ukweli? Juhudi hii ilivutia wadau mbalimbali, wakiwemo maafisa wa serikali, wawakilishi wa usimamizi wa taka binafsi na wanajamii wa eneo hilo. Miongoni mwa wahudhuria mashuhuri walikuwa msimamizi wa wadi Bwana Joseph, afisa wa mazingira Bi Eda na wakusanyaji taka binafsi Bwana Kifagio na Bwana Enoch. Pia walikuwepo mwakilishi wa wadi katika bunge la kaunti MCA Bwana Osama, pamoja na wawakilishi wa nyumba 10 Bwana Christopher na Bwana Darlington. Green Army na wanajamii waliokuwa na ari kubwa ya kudumisha usafi wa mazingira yao. Wajitoleaji walifanya kazi kwa bidii kuondoa taka, kuelimisha wakazi kuhusu mbinu sahihi za utupaji taka na kuhimiza mazoezi endelevu ya uhifadhi wa mazingira. Ari ya ushirikiano na kujitolea ilionekana wazi, huku washiriki wakishiriki katika shughuli mbalimbali za usafi,
wakisisitiza umuhimu wa uwajibikaji wa pamoja katika kudumisha mazingira safi na yenye afya. Mafanikio ya siku ya usafi ya wadi ya Uthiru yalitokana na juhudi za pamoja za wadau wote na washiriki. Shukrani za pekee ziwaendee viongozi wa eneo hilo, wakusanyaji wa taka binafsi, wajitoleaji wa jamii. Tunataka tung'alishe, ndio wakati kabla hata itakuja ienjoy kuingia pahali pasafi pia. Na kumbuka siku zote uking'alisha kwako sana, hapo ndipo unaonanga umuhimu wa kuongeza pia hata carpet. Lakini kama wakati ulikuwa unja koroga nyumba, huko unafagia, chawa zilikuwa zinatembea pale, utaona umuhimu wa kuweka carpet kweli? Huwezi ona umuhimu wa kuweka carpet. Lakini wakati umeclean, kumekuwa kusafi, hapo ndipo utaonelea ni mzuri pia kumwaga maji sababu ya vumbi. Hapo sawa. Nairobi safi. Siku pamoja na Sakata. Waoneshe mahali pao pa kumwaga, wasila mtoto wao waoneshe mahali pa kumwaga. Nyuma hii. Waoneshe mahali pa hapa ili madini yasipomuona sababu Unakaa aje? Wewe unakaa aje? wetu saidia Kiambu. Nataka kusema hii kazi ya clean up ni kazi mzuri sana, kwa sababu wakati hata watu wanaona tunafanya hii kazi, watu wanaona kuna kile kitu tunafanya. Kama watu wa kutengeneza, kama sasa hii sehemu ya Nairobi tunaifanyia kazi mzuri, na hii ndio kazi ambayo wananchi wanafaa kujua na kusikitiza. Hata wakati tuko kwa hii kazi, wakawa wakijua hata wewe pahali huko wacha pawe pasafi. Pahali huko pawe pasafi. Si ati unangojea sisi, ni hata pahali unakaa. Ukae kwa mazingira yako na ukae ukijua lazima uwe pahali pasafi. Usiwe wewe mwenyewe uko na chafu, paka unafanya hata nyumba yako iko na chafu. Tuache kuachilia. Hasa hawa watu wanapika githeri, maharagwe, kumwaga maji ambayo inanuka ovyo ovyo. Hata hizo hawatakikani.
Mtu akiingia akikomboa pahali duka, anaoneshwa pahali ya kumwaga chafu yake ya maji yake, si kumwaga kwa barabara. Hii ni kuadhiri barabara. Hii lami inatumia pesa mingi sana. Kwa hivyo wakati mtu anaharibu lami, anaharibia serikali kazi yao. Tafadhali watu wote wasigatie na kujua hatutaki kuharibiwa kwa barabara ama mazingira yetu. Hello, kwa majina naitwa Maria Wamboi. Mimi niko Rita Ward. Mimi ni Watuko. So huku tumekuja leo clean up, tunafanya usafi at least tuangalie hizo place penye yao Kongo wameweza kufika, tuwasaidie kufagia. Kwa hiyo umeambiwa ukuje mwaga maji kwa rami. Hairuhusiwi. Kama huko kwa hiyo plot wako na pahali pao pa drainage kumwagia serikali. Na wakati unakuja kuharibu rami ni kama unakuja kuchokoza serikali. Kwa hivyo mtu aje kuniambia ati wanamwaga maji hapa hakuwekwa drainage. Ni huyu mama ananiambia ati hapa ndio wameweka drainage. Hii sio drainage. Drainage yao atafutiwe kwao. Na hapa hakuna drainage, na nimewaambia kuanzia leo. Saa hii tumeanza kazi. Yule mtu tutashika hii njia. Yule mtu tutakutana na yeye akimwaga maji kwa barabara. Hiyo itakuwa hapo anastakiwa. Hilo ndivyo inafaa. Akipatikana anakuja anastakiwa. Na hiyo sio ati nikija ati kusema ati tutapeleka haya wapi ama wapi. Hivyo ndivyo iko. Anastakiwa, anaenda na gogo fine, inakuwa ndio watu waanze kujua mazingira ni nini. Kwa sababu watu sasa hawajui mazingira. Kila mtu anaweka chafu pale hapo. Tumekuta pale pengine pale. Mpaka kwa mlango ya mtu amejaza chafu. Kwa hivyo tumesema kama serikali. From today, yule mtu ambaye atapatikana amemwaga maji kwa barabara, nosho shika yeye, atachukuliwa hatua ndio iwe mafunzo kwa wale. Wakati tutakolekti takataka, tupeleke pahali pamoja, wale wana kijiji wa area wataona kama hapo ndipo kuna vao kwa kupelekwa nini takataka. Kwa hivi direct tunakuja kutengeneza data nyingine na dola hapo, mnasema kwa chief. Mko pamoja? Nataka chief pia asipiage ya urubu ya takataka akiwa pale kwa ofisi. Ulisema hivyo na Odatina akatuambia kuna vile chief environment na environment na huko ni kuja mdai tuambie sakana ya kuja sasa sisi tunajua Ando mtaro kala kwa mwisho wa barabara au kama mtaro kwa mwisho wa barabara kiko kanapelekanga maji wapi? Ndio sikue ikitambaa wapi? Ikitambaa hapa. Kwa hivyo community inauliza ikiwezekana wakati wa roli tunakuja kama tumefungua nini au kama. Hebu hata kijiko tuone ama ni ukweli. Tuone kama ni kweli. Hata kijiko tuone ama ni ukweli. Ndio hapa kuna mtaro. Ni kweli? Hiyo mtaro na Naona hapo huko na kamtaro. Maji wapi? Huko. Lakini sasa haka mtaro wakati kama kufika, ndio maana unaona matope inasimama hapa, maji inasimama hapa. Na juzi tumeamua Nairobi kukue clean. Nairobi kukue kusafi. Ni mzuri. Wakati tunafungua mtaro, tumesema tukue pia na lori karibu. Ndio ikue kifanya nini? Tukifagia inachukua matope kama gani? Juu kama saa hii nimewekelea hii matope hapa.
Si ni ukweli? Na mnaangalia juu mnaona mawingu inasema inaweza nyesha any time. Ikinyesha itarudi wapi? Hii matope itarudi tena wapi? Hapa. Tuko pamoja. Ndio tufanye kazi tu itakuanga iko clean. Wakati tunafagia tunakuwa tumeambia viongozi wetu mzuri. Tupange na Karoli atakuwa baba tu baba na sisi. Unakubaliana na hiyo Walia? Unajua ni wewe uko na timu hapa. Walia, unakubaliana na hiyo? Nimekubali. Ni wewe ndiye uko na timu hapa. Na sisi timu Kifagio tumekubali kuungana na nyinyi kufanya usafi pamoja. Tuko pamoja? Lakini sasa wakati tunafanya usafi, halafu next tunakuta ile usafi tumefanya mzuri kiutaratibu. Lakini tumekuja kukuta matope tena inarudi wapi? Kwa mtaro. Tumefanya kitu ya kusaidia kweli? Hapana. Hapo kama ni kukilini, tukilini na tumalize. Na tuonyeze wengine maana ya ukilini ni nini? Tuko pamoja? Kabisa. Hiyo imeenda. Tuende sasa. Hello there. Mimi naitwa Eda, Environment Officer wa Uthiru. Sasa tuko Uthiru along Naivasha Road. Tunafanya a clean up along Naivasha Road and Mugi Road, and we are working towards achieving a cleaner Nairobi by collecting the litter. Tunatoa pia uchafu kwa drainages. Yeah, so that is all we are doing today. Inasaidia mostly to involve the community. Ndo unaona they are the ones who usually do most of the littering. So we are doing sensitization to ensure the takataka wanarusha wako na at least watu wa kuokotea, like wasikuwa wanalita anyhow. Yeah. Kwa majina mimi naitwa Martin Maliki Kifagio. Tumefurahi sana kwa vile tumeitwa na wale environment officer hapa Nairobi kuja tuweze kushirikiana pamoja kufanya usafi tukiwa pamoja, ndio tuweze kuelimisha watu wakati wanafanya business zao. Sisi tuko ready kuwafanyia kazi, na kama county pia iko ready kuwafanyia usafi na kuwafungulia mitaro, ndio in case wasinje wakasema chakula yao inakosa kuhusika sababu ya ile uchafu uko pale. Tumeona Sakanja akiwa amejitolea sana kushirikiana na community na kushirikiana na hii timu yake. Kwa hivyo mambo yote tunaona Sakanja ametupangia, ndio maana ametumia mpaka environment officer akuja aweze kutufundisha, na ako na mingi sana ya kutuambia. Kwa hivyo tunasubiri atuambie na atuhimize zaidi ndio tuweze kuendelea kufanya hivyo. Uthiru mkiwa pamoja itakuwa safi. Habari zenyu? Salama. Sisi issue yetu ile kitu tunataka usafi. Jaribu kuweka mikakati. Sasa kuna ile wakati wa mvua. Jaribu kumeka mitaro yetu iko sawa, drainages ziko sawa zinapita. At least tudumishe usafi. Ndio issue kubwa, na hiyo ndio manifesto ya gavana wetu Sakaja. So tafadhali wale mko pia wananchi wenzetu tujaribu kudumisha usafi. Usitupe takataka ovyo ovyo. Hizi pampers tusi block chores. Sasa hii maji itatuvamia sisi wenyewe ndio tutaumia. So tulinde pia maslahi yetu sisi wenyewe. Usafi inaanza na sisi. Si lazima uambie. Pia usafi inaanza na sisi. That's why tunaweka mikakati. Tunajaribu kuorganize cleanups na CBOs pamoja na county, at least tudumishe usafi as a team. Pamoja na mashirika yote yaliyotoa muda na rasilimali zao kwa ajili ya shughuli hii adhimu. Mchango wao na ushirikiano wao ulikuwa wa muhimu sana katika kuhakikisha tukio hilo limefaulu. Pamoja tunaendelea kujenga wadi ya Uthiru iliyo safi, yenye kijani kibichi na yenye afya bora. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD. Taka zimekuwa changamoto katika eneo lako? Kifagio Garbage Collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Kwa nini utuchague? Timu yetu imebobea kwa ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani, kazini au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo:
usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa bulk waste, taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi. Nambari yetu ya simu ni 0798 558 240, 0721 708 850. Kifagio Garbage Collectors. Tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.